Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Juni 16, siku ya Jumanne. Mada inasema vidokezo kwa ajili ya kumshuhudia Yesu. Swali kwa kila mmoja wetu ni hili: unamshuhudia Yesu kwa nani? Mchukuzi wa posta? Muuzaji dukani? Mtu unayemwona kila siku unapokuwa ukitembea? Mungu anamwita kila muumini kushiriki katika kazi hii, na anaahidi kukupa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Isaya 50 aya 4. Ni wajibu pia wa Mkristo kuwa tayari kila wakati kutoa utetezi, yaani apolojia, kwa ajili ya imani na tumaini lililo ndani yetu. Petro wa kwanza sura ile ya 3 aya ya 15. Soma Petro wa kwanza sura ya 3 aya 8 hadi 15. Neno la Mungu linatuambia nini katika aya hizi? Vifuatavyo ni baadhi ya vidokezo rahisi vya kuzingatia unapotafakari jinsi ya kudhamiria katika kumshuhudia Yesu kwa wengine. Kidokezo cha kwanza: mfahamu mtu na ujenge urafiki naye kwa muda. Wema, huruma na nia ya kweli juu yake, yani kuwa wa kupendeka, vitamsaidia kuvutwa kwa Mungu. Wengine huiita hii uinjilisti wa urafiki. Kidokezo cha pili: omba Roho Mtakatifu afanye kazi katika moyo wa mtu huyo. Omba kwa ajili ya fursa sahihi za kuwasiliana naye. Kidokezo cha tatu: tafuta njia za kawaida za kuzungumza kuhusu uzoefu wako wa imani au kumwombea. Mwombe Mungu akupe ujasiri, lakini pia upole katika mbinu yako. Kidokezo cha nne: tafuta njia za kumuunganisha rafiki yako mpya pamoja na wengine kutoka kanisani kwako, ili aweze kupata fursa ya kuingia katika jamii ya waumini. Kikundi kidogo cha kijamii au cha kujifunza Biblia ni hatua nzuri inayofuata. Kidokezo cha tano: ombea mahitaji maalum au maswali ambayo rafiki yako mpya anaweza kuwa nayo, na tafuta fursa ya kumwonyesha jinsi Biblia inavyotoa faraja, ushauri au mwongozo katika maisha yetu. Unaweza kuanza kwa kushiriki ahadi moja ya Biblia au kujibu swali moja, jambo ambalo linaweza kufungua mlango wa majadiliano ya kina zaidi. Yaombee pia. Kidokezo cha sita: utafika wakati ambao utatakiwa kumuuliza rafiki yako kama angependa kuchukua hatua inayofuata, yaani kujifunza Biblia na hatimaye ubatizo. Usiharakishe hatua hizi, lakini pia usichelewe. Omba kwa ajili ya hili. Kidokezo cha saba: matendo yetu yanapaswa kumfunua mmiliki wetu. Jinsi tunavyowatendea wengine katika maisha yetu itaonekana. Tabia zetu zinapoumbwa kufanana naye, yaani kutakaswa, tutaishi kwa namna inayowavuta watu wote kwake. Hii ni Juni 16, siku ya Jumanne. Vidokezo kwa ajili ya kumshuhudia Yesu. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema, pia siku njema.